Naam, karibu kwenye mshike kuelekea viwanjani siku ya kesho ambapo tunakwenda kushuhudia Young Boys dhidi ya S ya Pili, wekundu wa Msimbazi kutoka zoni ya 4. Na huyu ni kocha wa S ya Pili ambaye amekabidhiwa mikoba yote na itakuwa ni mchezo wake wa kwanza yeye kuwa kocha wa SD Sport akitoka kwenye klabu ya Imara FC ambayo pia ni ya kijiji cha S ya Pili. Nakwenda kuzungumza naye na atakwenda kujitambulisha ni nani wa kuitwa. Anaitwa Ishara Update. Kaka, waligani? Safi. Ambao unasemaje? Fresh. Ni nani wa kuitwa? Naitwa kwa jina la Shabani Hamisi. Na taarifa zimesambaa kwamba wewe ndio uliyokabidhiwa team na hiyo ni wazi kabisa, na tumefuatilia mitandao ya kijamii, imethibitishwa na klabu kupitia page yenu, na mpaka sasa ningetamani kujua una muda gani katika maandalizi toka siku ile ambayo umekabidhiwa team? Toka siku ile nilipokabidhiwa timu na muda wa mwezi mmoja na wiki 2. Okay. Ndio, na maandalizi yangu hakika ni mazuri na nategemea mazuri mbeleni. Ulikutaje timu kwa namna ya wachezaji walivyo, pressure yao ilivyo, na mpaka sasa umewafikisha wapi? Ndio, nashukuru sana kwa kupata nafasi hiyo, maana ilikuwa ni ndoto kubwa sana kwangu, na kifupi inawezekana nimetimiza ndoto yangu kwa siku ya leo kabidhiwa timu, na najua nitafanya mazuri. Nilikabidhiwa timu mimi ilikuwa kwenye nafasi mbaya kivile, maana ilikuwa muda wote tukwenda kwenye ligi, tunatoka kwenye mtoano, maana tunaishia kwa nafasi ya nusu finali, robo finali. Ila kwa matumaini yangu na uongozi wangu mimi na maandalizi yangu, na uhakika nitafika mbali, hata kama nimekuta timu ipo nafasi mbaya, ila nitakufika mbali. Naam, kwa namna unavyoendesha timu, kwa sababu pia uliwahi kuichezea timu ya S ya Pili, mpaka sasa unaongoza watu ambao ni marafiki zako, unaongoza watu ambao ni wachezaji wenzako. Sasa hivi umekuwa ni kocha wao. Wao kama wao wanakuchukuliaje sasa kutoka kwenye maisha ya kuwa mchezaji mwenzao na sasa kuwa kocha wao? Okay, asante. Unajua wale pia ni marafiki zangu, na kuna wadogo zangu, kuna wakubwa zangu pia wako pale. Lakini kitu mtakachoelewa ni mimi ni kiongozi. Na mtu kishateuliwa kuwa kiongozi inabidi kuwa na heshima. Usiangalie huyu ni mkubwa wangu, mdogo wangu, heshima ifuate. Pale ni zoezini. Na pia mimi ni kiongozi. Na kama ni kiongozi, zoezi ni zoezi, heshima ifuate nafasi ya kiongozi. Unapokuwa ukigundua ni kiongozi wako, jaribu kumheshimu. Kama ni undugu nyumbani, hapa ni kazini. Kwa hiyo ninashukuru viongozi wangu kwa kunipa nafasi hiyo, maana ilikuwa sijui ni ndoto kwangu, ilikuwa ni ndoto kubwa kwangu, nilikuwa nafikiria hicho kitu ili niongoze ndugu zangu, marafiki zangu, wachezaji wenzangu, hata kama mimi niliacha. Ila nilikuwa naotaga siku moja itokee ili mimi nije kuwa kiongozi wao, na leo imetimia kwa kiongozi wao. Kwa hiyo ninashukuru. Naam, kesho unacheza mchezo wako wa kwanza dhidi ya Young Boys. Tutegemee kitu gani kipi ambacho tunakwenda kukiona hicho kesho tofauti na vile tulivyoitazama S ya Pili hapo nyuma? Okay, naweza nikaomba mashabiki kuwa mashabiki wa nyumbani pamoja na mashabiki ya nje ya nyumbani wategemee mazuri kwa siku ya kesho. Kutakuwa mchezo mtamu, utakuwa mchezo mzuri, na mimi kikosi changu kiko vizuri, maandalizi yangu yako vizuri sana. Kwa sitegemei kupoteza kwenye mechi ya kesho, nategemea ushindi. Pointi 3 ni lazima kwa siku ya kesho. Namna pressure ilivyo kwenye benchi lako la ufundi, wewe na watu wako, kwa sababu wote ni wageni na mpo kwenye kundi ambalo lina joto ya namna yake, kwa sababu pia mmekutana na maasimu wenu, huko mnakutana na Abdul Bey, huko mnakutana na Manakali. Pressure kwenye benchi lako la ufundi iko vipi, kwa sababu nyie hasa ndio wageni, si wachezaji? Okay, pressure lazima iwepo, maana wale pale, angalia, maana wale pale kuna timu ambayo ipo juu sana kirekodi, na inabidi tutumie akili nyingi sana kwa kukabili hiyo rekodi ya hiyo timu. Lakini vile vile naweza nikaongea kuwa hiyo timu hizi kanishinda, ninajua jinsi gani ya kukabiliana nayo, maana kipindi kile ninacheza nilikuwa nipo, najua nitakabili vipi. Kwa hiyo kwa pressure, kwa benchi la ufundi tuko vizuri, hakuna pressure yoyote ya kuogopa kuwa hawa wao ni wakina nani, hawa wao ni wakina nani. Najua tutapambana nao na tutashinda kwa mechi zote ambazo zilizo mbeleni, kwanza siku ya kesho mpaka siku ya mwisho wa mechi yetu. Najua tutafanya vizuri, benchi langu la ufundi naliamini, na tuko vizuri, tuko fiti, na wachezaji wangu nawaamini pia. Mnashirikiana vipi na wadau wa soka wa kijiji cha S ya Pili? Wadau wa soka tunashirikiana vizuri, endapokuwa wote tuna mioyo tofauti, lakini tupo vizuri. Na tunamizana kila siku, kila kukicha lazima tukae pamoja,
tunawasiliana, tunaambiana kuhusiana na ligi tulionayo. Ni mtanange mkubwa, naelewa, lakini pressure hakuna. Tunaamini na tumejiamini. Anyway, kupitia Indiana Media, zungumza na wadau wa soka wa kijiji cha Asia Pili, zungumza na wadau wa soka wa kambini, lakini pia mashabiki kwa ujumla wa Asia Pili. Poa, naweza nikawaambia kuwa wasiwe na hofu, tukutane kesho kwa wingi, wasikose kwenda, na wadau wa nje ya SD na wadau wa soka kambini Nyarugusu waje washuhudie mpambano mkali wa S2 na Young Boys. Pale rekodi niko juu, lakini nitazidi kuongeza rekodi. Shukrani. Asante. Bana, huyu ndio kocha wa Asia Pili na tumekwenda kutamatisha kwa namna hivi tulivyomaliza. Naitwa Shara Update, hii ni Indiana Media. Bumba.